Yes, hope uko poa kabisa, hope uko good and uko fine kabisa kutokana na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Sasa niko na story ambayo inamhusu rais wa Marekani Donald Trump. Pia ameweza kusema kwamba hajaweza kufurahishwa na rais wa Urusi ambaye ni Vladimir Putin, ambaye kuweza kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine ambalo liliweza kufanyika huko. Na takriban watu 12 waliweza kuuawa na wengine kadhaa kuweza kujeruhiwa bwana kutokea nchini Ukraine usiku wa kuweza kuamkia Jumapili mara baada ya Urusi kuweza kufanya shambulio lake la ndege zisizokuwa na rubani na makombora 367, idadi kubwa zaidi kati ya usiku mmoja tangu Putin alipoanzisha uvamizi nchini humo mnamo mwaka 2022. Bana, matukio haya yalikuwa yakiwa yanaendelea sana na Putin pia alikuwa juzi kati hapa pia kulikuwa kuna kikao ambacho kilikuwa kinatakiwa kikaliwe yeye pamoja na Zelensky kutokea kule Ukraine. Bana, Putin hakuweza kutokea, Zelensky aliweza kufika, lakini mambo yakawa ni mengi. Yaani kwa namna kwamba kunaonekana kama Putin hataki bana ili sakata mchakato mzima uweze kuisha na watu waweze kuwa huru. Sasa Trump pia ameweza kukasirishwa na kuweza kutokufurahishwa na kile kitendo ambacho amekwisha kukifanya bana Putin kwa kuweza kutuma hizo ndege ambazo hazina rubani, lakini pia na makombora zaidi ya 367 kuweza kuvamia katika eneo la huko Ukraine. Sasa takriban watu 12 wameweza kupoteza maisha. Sasa katika hali ambayo ni nadra sana kuweza kutokea, Trump alihoji ni kitu gani kilichotokea. Anaua watu wengi sana. Baadaye alimuita Putin mwendawazimu. Au ikafika mpaka stage bana Trump akamuita Putin ni mwendawazimu kutokana na haya mambo ambayo anakuwa anayafanya. Sasa mapema rais wa Ukraine Zelensky pia alisema ukimya wa Marekani juu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi ndio yanampa kiburi Putin, huku akitaka apewe shinikizo ikiwa ni pamoja na vikwazo vikali na Urusi, ambao vitu vinakuwa vinatokea na vita machafuko kiasi hicho inakuwa haijakaa poa kwa upande fulani. Sasa rais wa Marekani pia aliweza kutoa matamshi makali dhidi ya Urusi kwa Putin kuweza kufuatia mashambulizi makubwa ya anga ambayo yaliweza kufanyika. Sasa Trump wiki alileta mwendawazimu kabisa na kusema kuwa tamaa yake ya kuiteka Ukraine inaweza kupelekea kuanguka bwana kwa Urusi. Sasa katika chapisho lake la kwenye Truth Social, Trump aliweza kuelezea lakini pia kuweza kusikitishwa kwake na mashambulizi hayo, akisema kwa Putin anaua watu wengi na kwamba kitu fulani ambacho kimeweza kutokea, yani kama kana kwamba kuna kitu ambacho anakuwa anafanya kwa makusudi na vitu kibao kuweza kuwa vinaweza kutokea sana. Na mashambulizi hayo ya anga ya Urusi pia ambao pia yalihusishwa na drone 355 na makombora mengine 9 ambao pia yalizidi kuongezeka kwenye mashambulizi hayo ambayo yalikuwa yanaendelea kutokea huko. Sasa licha ya juhudi za Trump kuweza kuanzisha mazungumzo ya amani, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya simu ya saa 2 na Putin, Urusi haijaonyesha nia ya kuweza kupunguza mashambulizi yake. Trump pia alionyesha uwezekano wa kuunga mkono vikwazo bana zaidi dhidi ya Urusi. Sasa katika mazungumzo hayo ya simu, viongozi hao wawili waliweza kukubaliana kuanza mara moja mazungumzo ya kuelekea kusitisha vita, lakini pia wakisisitiza umuhimu wa amani ya kudumu na uhusiano bora kati ya Marekani pamoja na Urusi. Sasa inasemekana kwamba mazungumzo haya yaliweza kufanyika na kuweza kutulia, kwamba ndani takriban masaa mawili waliweza kuzungumza mazungumzo ya simu, ambayo pia nilishakupa taarifa hapa nyuma kidogo kuhusiana na swala hili. Walikuwa waliongelea hivyo. Sasa imeweza kufika stage mpaka Trump anaweza kumuita Putin sasa huu ni mwendawazimu, kwa sababu kitu tulishaongea lakini kinaonekana kwamba hajakitilia maanani na kuweza kufanya mashambulizi katika upande wa Ukraine. Sasa hata hivyo, licha ya juhudi hizi, pia mashambulizi ya Urusi yameweza kuendelea na Trump amekuwa akieleza kuweza kukasirishwa na hatua za Putin, akisema kuwa amekasirika sana kutokana na kushindwa kwa mazungumzo ya kuweza kusitisha vita, lakini pia na kuweza kuzaa matunda, kwamba vita ikiweza kupungua na mambo kuweza kutulia, machafuko haya yote yataweza kupotea na kuweza kuzaa matunda mazuri, ikiwemo ni katika kuweza kusaidiana katika vitu tofauti ambavyo vinakuwa vinatokea, kwa sababu huku bana Zelensky naye akisema kwamba yote haya yanatokea kwa sababu Marekani pia anaweza kusitisha masuala mazima ya kuweza kumsaidia katika masuala mazima ya kuweza kumpatia vifaa. Tunajua kabisa ni moja kati ya nchi ambazo huwa zinakuwa zikitoa support ya
kupatia vifaa ili vita viweze kuendelea baina ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa kwa sasa hali inaendelea kuwa tete, huku jumuiya ya kimataifa ikifuatilia kwa ukaribu maendeleo ya vita hivyo na juhudi za kidiplomasia za kuweza kuleta amani. Sasa juhudi pia zinaendelea kuwekwa na Umoja wa Mataifa ili masuala haya yaweze kupotea, hasa katika nchi ya Urusi pamoja na Ukraine. Putin pamoja na Zelensky, Trump pia ameweza kuingilia kati. Yani vitu vimekuwa ni kibao kabisa. Vita ya Ukraine na Urusi bana ni moja kati ya vita ambayo bana sijui itakuja kuisha lini, lakini pia tuendelee kuwaombea ili vita hii iweze kutamatika na kuweza bana kuishia hapo. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Drop comment yako hapo, utakomentisha kinomanoma, lakini pale YouTube pia ukisubscribe channel yetu utakomentisha kinomanoma. And that kabisa, that's my name. Take love for this. Ciao.